tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Tanzania ambayo imezaliwa tayari, tunaamini, katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili pia. Na mshukuru pia Bwana kwa kuwa hakuna wa kuzuia jambo hili na akaweza, katika jina la Yesu. Baba, ninakutukuza kwa uweza wako na kutukuza kwa wema wako na kutukuza kwa ukarimu wako kwa siku zote hizi tatu ambazo Bwana tumeendelea kuomba na kukaa kwenye uwepo wako. Ninakushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi kwenye maombi haya. Asante kwa ajili ya kila mtu ambaye anaomba pamoja nasi, wanaomba pamoja nasi wakiwa mahali hapa, wanaomba pamoja nasi wakiwa kwenye makanisa mbalimbali Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili yao pia Bwana, wanaomba pamoja nasi wakiwa nje ya taifa la Tanzania, nao pia Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili yao. Hakika wewe Bwana umesema ya kwamba iwapo watu wako watakusanyika na kulia na kuomba na kuungama dhambi zao kwa ajili yako Bwana na kwa ajili yao Yesu, wewe utawasaidia na kuiponya nchi yao tena. Bwana tunakushukuru kwa kuwa siku hizi ni siku za uponyaji kwetu na kwa nchi yetu ya nzuri ya Tanzania. Yesu, asante kwa ajili ya viongozi wa nchi. Asante Bwana kwa ajili ya watu wote ambao Mfalme wanahusika kwenye maombi haya, kwa kuomba, kwa kufunga. Tunakushukuru kwa ajili yao. Ninachokiamini ni kwamba Bwana hautaacha baraka hizi zikampita yeyote anayeomba pamoja nasi. Tunakushukuru Yesu. Asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa neema, asante kwa kibali, asante kwa ushindi. Asante Bwana, neno lako linatuambia kwamba umetuzingira kila upande. Asante kwa wigo wako ambao umetuzingira kila upande. Asante Bwana kwa ulinzi wako. Asante kwa malaika wako ambao wamefanya kituo kwenye maisha yetu. Umesema ya kwamba malaika wako hufanya kituo wakiwalinda wale wakuchao. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa malaika wako wamefanya kituo wakitulinda, wakitufunika, ongoza. Yesu tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Baba asante, asante kwa kuwa wewe Mfalme haujatuacha wala hujatupungukia. Sisi ni kama Daudi. Tunashukuru kwa kuwa Mfalme tulipopitia vipindi vyote bado umeendelea kuwa pamoja nasi. Hata sasa jina lako ni Ebeneza. Hata sasa haujatuacha, hata sasa hujatupungukia. Hata sasa wewe ni Mungu wa ajabu. Hata sasa rehema zako na fadhili zako ni za milele Bwana. Hata sasa wema wako haujapungua juu yetu. Daudi anasema Zaburi 118 ule mstari wa kwanza na kuendelea, anasema haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Tunamshukuru pia Mungu sio kwa ajili aliyotenda tu, tunamshukuru pia Mungu kwa jinsi alivyo. Oh Father, we thank you. Tunakushukuru kwa jinsi wewe ulivyo. Wewe ni mwenye rehema. Nasema ya kwamba ni kwa rehema zako hatuangamii, ni huruma zako hatuangamii, kwa kuwa rehema zako hazikomi. Father, it is by your mercy. Oh Bwana, ni kwa rehema zako. Zaburi 85 ule mstari wa 7, yanta baba shataraba le shakataramandaraba yakabariaba sata. Bwana umesema ni kwa rehema zako. It is by your mercy. Oh Bwana, utuonyeshe rehema zako ili tupate wokovu wako kupitia maombi haya. Show us your mercy. Bwana, tuonyeshe rehema zako ndani ya siku hizi 50 kama taifa. Show us your mercy. Wewe ni Mungu wa rehema. Show us your mercy. Yesu, oh sataraba kaparia rakantaba baba saya yamakataradaba ya sataradaba yakantaba masaya lekaparia kata yantaba baba sanda repalisataya rentenia katolia heparasata yakaparia kata. Bwana, we are asking for your mercy. Tunaziuliza rehema zako, hatunazitaka rehema zako Bwana, tunaziomba rehema zako. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye rehema, uliyesema ya kwamba wewe si mwepesi wa hasira bali ni mwingi wa rehema, na unawarehema elfu wakupendao na kuzishika sheria zako. Father, we are asking for your mercy. Hatunaziuliza rehema zako, rehema zilizobeba wokovu wa taifa hili. Bwana, ziko wapi? Jioni ya leo tunaziuliza rehema zako. Achilia rehema zako, achilia, achilia rehema zako, achilia. Yakarada basata ya mama masanda raba rakana bakata yada
yanta mama masaya lekarataraba ikapariata. Kutoka 34 ule mstari wa 6, neno la Bwana nasema Bwana akapita mbele yake akatangaza ya kuwa yeye ni mwingi wa huruma. Yesu, kwa huruma zako iangalie taifa hili tena. Bwana, kwa huruma zako liangalie taifa hili tena. Yesu, kwa huruma zako ikapariasa yantabarababa yasana na kayaba yantaradabasanda rekantabababa erasataya yakabababa ikapariata rakapariata yasanda mama rakabadabadaba. Yesu, hatunauliza rema zako, hatunauliza rema zako. Sharabadabadaba yakarababa rakababa sanaba yantaradadada ikaparadiata esanda kaparia rekatada baba yatabama saya lekalababa. Mwanzo 19 ule mstari wa 19, mtumishi wako Lutu akasema ya kwamba Bwana umeniokoa na umezifanya kuwa nyingi rehema zako juu ya maisha yangu. Maana yake ni kwamba rehema za Mungu zinaokoa. Where there is your mercy, rakasanaba, kuna wokovu, there is salvation. Where there is your mercy, there is salvation. Mahali penye rehema zako upo wokovu wako. Shamanamaka yandabaraba yataradada aseperiata reketeliata. Mwanzo 19 mstari wa 19, rababasaya yantababa rakabadaba. Lutu anasema na umezidisha rehema zako yakabadaba rakadabadaba ulizonifanyia kwa kuiponya nafsi yangu. Bwana, zidisha rehema zako ndani ya Tanzania na uiponye Tanzania. Azidisha rehema zako ndani ya Tanzania na uiponye Tanzania. Yesu, hayabaratabadaba rakabadaba saya rabababa sata rakapariata. Azidisha rehema zako akule Njombe, azidisha rehema zako rakatadaba hayababasa yabababa sanda raba ranta baba masanda lekabadadada esanta baba baria rantani yamakapa yekani yakata lesapariata. Azidisha rehema zako, azidisha rehema zako kwenye ardhi ya Tanzania. Azidisha rehema zako kwenye ardhi ya Tanzania. Ridisha rehema zako kwa wakulima wa Tanzania. Zidisha rehema zako kwa wafugaji wa Tanzania. Zidisha rehema zako kwa wachimba madini wa Tanzania. Zidisha rehema zako kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Zidisha rehema zako. Yesu, zidisha rehema zako, zidisha rehema zako. Rakadabasata yakabadababa rakababa saya repalakatoria yantarababa eparasata lakabadada masayata rimakataraba yandaradaba isanta mama rantabadaba sanda likabadada isanda likabada. Anasema yeye anataka rehema, anataka rehema wala si sadaka. Anataka rehema alabasa haradadasa haya baba. Anataka rehema, anataka rehema. Father, we are asking for your mercy. Bwana, tunauliza rehema zako juu ya mahakama ya Tanzania. Tunauliza rehema zako juu ya bunge la Tanzania. Tunauliza rehema zako yantarapasa yatabarababa eshantababa juu ya vijana wa Tanzania. Umesema unataka rehema
Mungu mwenye rehema, hatunazitaka rehema zako, hatunauliza rehema zako. Shadabadaba rakabababa yantaramama isataraba lakaradaba esapababa rabababa sana. Biblia inaniambia Isaya 54 ule mstari wa 6, rakataya ekataraba yataramama yabababa saya lekadabadaba rakataya. Anasema kwa kitambo kidogo na alikuacha, kwa kitambo kidogo. Ule mstari wa 7, kwa kitambo kidogo. Isaya 54 ule mstari wa 7, kwa kitambo kidogo na alikuacha, lakini kwa rehema nyingi ninakukusanya. Tanzania unakusanywa, unakusanywa tena, unakusanywa tena. Wewe uliachwa unakusanywa tena. Rabasata rakataya eparataya ikadabasaya ramantanabara yantarababa yasanaba likabadadada isaparia rekataraba. Bwana ikusanye Tanzania iliyoharibiwa, iliyovunjwa, iliyopondwa. Ikusanye Tanzania iliyojeruhiwa. Bwana ikusanye kwa rehema zako. Father, Baba, ikarata isanana yapariata likadadada. Yesu, ikusanye Tanzania, ikusanye Tanzania. Gather it by your mercy, gather it by your mercy. Yakataba esadabada rakadadada. Isaya anatuambia ya kwamba walioachwa wanakumbukwa kwa rehema. Father, kusanya Tanzania, kusanya Tanzania kwa rehema zako, kwa rehema zako. Saparia rakadabadaba masayata lekadadada irakapalia imantabababa isanda kapa rakataya esaparia lekaradadada rikalabababa kila mmoja hata kule mtandaoni mwambie Bwana majira haya. Father, let your mercy prevail. Rakasaya, rehema zako zishinde juu ya taifa hili. Rehema zako ziwe nyingi, rehema zako ziwe nyingi, rehema zako ziwe nyingi, rehema zako ziwe nyingi. Yakarata saparada rakarada esanana kaya yakaradada ikapariata rekarababa isanana lekalababa erakata yatababa sai ratabadabadaba. Bwana, let your mercy ikasaya yataradada ekababababa. Ikusanye Tanzania kwa rehema zako, ikusanye Tanzania kwa rehema zako, ikusanye Tanzania kwa rehema zako, ikusanye. Oh Lord, Bwana, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako. Zaburi 145 ule mstari wa 9, randa katababa yatababa isatarada lakarababa esanada yanda erakadiaba yakarababa. Anasema Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake hazi juu ya kazi zake zote. Bwana, rehema zako haziwe juu ya kila mkoa, haziwe juu ya kila wilaya, haziwe juu ya ayababasa yantarababa. Na rehema zake, wema wa Bwana unaenda na rehema zake, na rehema za Bwana
ziwe juu ya kila kazi, ziwe juu ya mtu wa kila kabila, ziwe juu ya kila kabila, ziwe juu ya yantarababa masakata lekalababa ikabadada sana rakaka rakaka. Yoeli ile sura ya pili sana nanana ule mstari wa 12 rakabadaba yatababa mama zekalata wa Tanzania, omba zite rema za Bwana, zite rema za Bwana, zite rema za Bwana. Yoeli sura ya pili anasema hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kuomlia na kwa kuomboleza. Mstari wa 13 yantaraka asaparia rarua mioyo, anasema turarue mioyo yake wala sio mavazi, tukamrudie Bwana, kwa maana yeye ndiye mwenye neema. Ile neema tunaitaka kwenye Tanzania mpya ni Bwana anayo, na njia ya kumrudia ni kumrudia kwa kurarua mioyo, kurarua mioyo, kurarua mioyo. Asatata, huu ni wito kwa kila mtu wa kurarua moyo wako na kumrudia Bwana. This is the call. Huu ni wito wa kurejea. Huu ni wito kwa wale wenye mioyo migumu. Huu ni wito wa kurejea, wa kurarua mioyo. Huu ni wito, huu ni wito pale bungeni, pale Ikulu na kila mahali. Huu ni wito kwenye hiyo ofisi. Huu ni wito wa kurejea kwa yeye mwenye neema. Anasema kwa kuwa yeye ni mwenye neema na amejaa huruma na si mwepesi wa hasira na ni mwingi wa rehema naye ugairi mabaya. Lord, we are calling upon your name. Tunaliita jina lako, wewe mwenye rehema, wewe mwenye huruma. We are calling upon your name. Father, look upon us. Tuangalie tena. Yasaya hekayata yesanana. Tunajua kuna damu za watu wasiokuwa na hatia zimemwagwa juu ya taifa, lakini hiyo imaanishi ya kwamba usiangalie Tanzania. Yesu aliangalie taifa hili tena kwa rehema zako. Bwana, aliangalie taifa hili tena kwa rehema zako. Yesu, Yesu, tunaita damu yako, tunaita damu yako, tunaita damu yako, tunaita damu yako, damu ya Yesu juu ya ardhi ya Tanzania, damu ya Yesu juu ya ardhi ya Tanzania, damu ya Yesu juu ya taifa hili. The blood of Jesus. Rasaya ekalarada esana makaya lekaradada rakarababa yakanamaka yakanamaka. Ile damu ya kunyunyizwa tunainyunyiza juu ya anga la Tanzania, juu ya ardhi ya Tanzania, juu ya Watanzania. We sprinkle that blood. Satata rakaka ekatababa esandaraka yatatata rakakaka. Tunainyunyiza, tunainyunyiza damu ya kunyunyizwa, tunainyunyiza damu ya Yesu, tunainyunyiza juu ya Tanzania, tunainyunyiza juu ya mapori ya Tanzania ambayo watu wameuliwa huko, juu ya misitu, juu ayaka ekakato erekapa etekepa yakatia esayaya hayakana ekanaya erakata. Biblia inaniambia Waebrania 12 ule mstari wa 24 ya kwamba ipo damu ya agano, damu ya Yesu inenayo mema kuliko ya Abili, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu ifunike Tanzania. Damu ya Yesu, damu ya Yesu itakase Tanzania tena. Damu ya Yesu, damu ya Yesu
damu ya Yesu. Tunataka ukombozi, sio kwa damu za watu, ni kwa damu ya Yesu. Tunataka haki, sio kwa damu za watu, isimwagike nyingine. Ya Yesu inatosha, ya Yesu inatosha. Anasema kwenye kitabu cha Waebrania 12:14. Sopalatia. Waebrania 12:14. Waebrania 12:14. Anasema na mjumbe wa Agano Jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile damu ya Habili. Na tukaombe tumwambie Bwana, tunaitaka haki kwa damu yako na sio kwa damu zetu. Damu zetu hata ziwe nyingi kiasi gani haziwezi kuizidi damu ya Yesu kwenye kunena mema. Na Biblia imeconclude tayari. Damu zetu, Habili alikuwa ni mwenye haki mbele za Mungu. Habili hakuwa na hatia yoyote. Maana yake damu yake ilikuwa ni damu safi. Ukiachana kwamba damu ya Yesu ilikuwa haijawatakasa watu, lakini damu yake ilikuwa inaonekana kama ni damu iliyo safi. Na kwa kumwagika kwa damu ya Habili, bado Biblia inatuambia ya kwamba damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Na kwa dakika hizi chache watu wa Mungu tumwambie Bwana, tunaitaka haki kwa damu yako. Sio kwa damu zetu, sio kwa damu za ndugu zetu, sio kwa damu za watoto wetu, sio kwa damu za jamaa, sio kwa damu za Watanzania wenzetu. Tunaitaka Bwana Yesu haki yako ipite. Biblia inasema kwa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu imebeba ushindi, sio damu zetu zimebeba ushindi, ni damu ya Yesu ndio imebeba ushindi. Kwa dakika chache mwambie Bwana, tunaitaka haki yako kwa kupitia damu yako na sio kupitia damu zetu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu itupe haki tena, damu ya Yesu itupe haki tena. Bwana, tunaitaka haki, tunautaka utulivu, tunautaka ustawi, tunataka mgeuko, tunataka mambo mazuri yawepo ndani ya taifa hili, sio kwa damu za watu bali ni kwa damu yako, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, hilo ombi liombe kwa dakika chache, na uliombe kwa kumaanisha ya kwamba Bwana, tunataka mambo mema yazaliwe, tunataka mambo mema yazaliwe ndani ya taifa hili, lakini sio kwa damu za watu, sio kwa damu za watu bali kwa damu yako peke yake inatosha. Yesu, tunataka kuona mambo mazuri yanazaliwa, tunataka kuona mema yanazaliwa, tunataka kuona mema yanazaliwa, tunataka kuona watu wazuri wanainuka, tunataka kuona wale waovu wanaondoka. Lakini Bwana, wasiondoke kwa damu za watu wasio na hatia, bali waondoke kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako. Isimwagike damu nyingine tena dhidi ya taifa hili, juu ya ardhi ya nchi hii. Bwana Yesu, isimwagike damu nyingine tena kwa jina la Yesu ya mtu mwingine tena. Bwana, damu yako inatosha, damu yako inatosha, iliyomwagika miaka 2000 iliyopita. Damu yako inatosha na inaweza kutupa haki, na inaweza kutupa amani, na inaweza kutupa ushindi. Hii ni mojawapo ya kazi ya damu ya Yesu. Hii ni mojawapo ya kazi ya damu ya Yesu. Anasema nasi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pake kwa sababu ya damu yake. Nasi tuna ujasiri wa kuingia kwenye Tanzania mpya, sio kwa damu za watoto wetu, sio kwa damu za vijana wetu, sio kwa damu za Watanzania, bali ni kwa damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani. Yesu, majira haya damu yako tunasema inatosha, inatosha, haitajiki damu ya mwingine tena ili haki patikane. Bwana, damu yako inatosha. Tunazuia kuanzia sasa haitamwagika ya mwingine kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tanzania umefunikwa kwa 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 damu ya Yesu. Ramasanama mandaraka baba ya sataradada lekabarada basaya manda kapariata reka sataraba yantaraba baba esataradada, katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Tunaenda kwenye ombi ambalo baba yetu alituelekeza, akatuambia ndani ya wiki nzima tutakuwa tunaomba kinyume. Na hao watu wa giza ambao wameikalia Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya pili. Ufunuo wa Yohana sura ile ya pili. Ule mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa 20 mpaka mstari wa 23. Ufunuo wa Yohana sura ya pili ule mstari wa 20 mpaka ule mstari wa 23. Tunaenda kuomba kinyume na huduma na watumishi wa uongo. Na baba yetu ameelezea kwa mapana jana, kwa hiyo sihitaji kuelezea sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 20 na 20 mpaka 23, anasema lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Ukianza mstari wa 18, ili ni kanisa linaongeleshwa, anasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake kama mfano wa saba iliyosuguliwa sana. Mstari wa 19 anasema na yajua matendo yako na upendo wako na imani na huduma na subira yako. Alafu anasema tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Mstari wa 20 anasema lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhia. Shida ya Mungu na hili kanisa ni kwamba walikuwa wanamridhia Yezebeli. Sikiliza, wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Yeye ajiitae nabii. Maana yake anajiita pia nabii. Baba alisema tabia ya hao watu pia ni kujiita. Wanajiita wasiokuwa. Anasema anayejiita kuwa ni nabii. Maana yake Yezebeli hapa anavaa title ya watumishi wa uongo na huduma za uongo. Anasema na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Maana yake huduma moja wapo ambayo Yezebeli anayo ndiyo ya kufundisha mafundisho ya uongo. Anasema ili wazini. Kila mahali zilipo hizi huduma za uongo, zina ni moja ya kitu kinakuwa promoted. Wanakieneza na kusambaza kila mahali zilipo hizi huduma za uongo. Mambo kama haya ndio yanakuwa yanaendesha huduma. Huduma yote ambayo ni ya uongo inaendeshwa na hivi vitu. Zina. Lakini pia anasema na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Maana yake wanaanza kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa miungu hiyo ya upande wa pili. Maana yake hata chochote ambacho hao watu watatuletea kutoka kwao, tukakila, tumekubali kushiriki ibada zao au tumekubali kula vitu vyao vya sanamu. Alafu mstari wa 21 anasema nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Maana yake Mungu alishampa muda. Na maana yake hao watumishi wa Mungu sio leo. Kuna wengine zikao Mungu ameshaongea nao zaidi ya mara moja. Wengine Mungu ameshaongea nao zaidi ya mara. Wengine wamesikia jana na hawajataka kubadilika. Na baba hajaanza kuongea leo, na sio baba peke yake. Na watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wakiongea kwa ujasiri bado wapo na wanaendelea. Tafsiri yake ni kwamba Mungu anasema mtu akikataa kutubu, anasema aonyoe mara nyingi, akipata shingo yake inafanyeje?
inavunjika ghafla, wala atapata dawa kamwe. Mstari wa 22 anasema, tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye. Tafsiri yake ni kwamba Mungu ataanza kuyaanika mambo yake. Kumtupa juu ya kitanda kwamba Mungu anaanza kuyaanika mambo yake. Sasa tunaamrisha mambo yao yatokee kule yalipo. Mambo yao yatokee kule yalipo. Mambo yao ya sirini yatokee kule yalipo. Anasema na hao wazinio pamoja naye, maana na wote ambao wanashirikiana nao. Anasema wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Anasema wasipotubia matendo yake. Alafu anasema nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Maana yake na vyovyote anavyofanya watoto ni ishara ya maendeleo, hatua walizonazo zote hizo Mungu anaziua. Auwe kabisa. Zile radio zao, matelevision wanayotumia wanalipia hela nyingi, lakini wanatumia kudanganya watu, tunayaua leo katika jina la Yesu. Alafu anasema na makanisa yote, angalia, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye nichunguzaye viuno na moyo. Maana yake watu hawatajua kama Mungu hatafanya hili jambo. Kuna watu pia hawatajua ukuu wa Mungu kama Mungu hatafanya hili jambo. Maana yake kama Yezebeli hataondoka, kuna ukuu wa Mungu atakuwa anauzuia kuonekana. Anasema pia nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari tukaombe ombi hili katika jina la Yesu? Uko tayari tukaombe kinyume na hao watu? Uko tayari tukaombe kinyume na hao watu? Baba aliwaongelea wengi, aliongelea kina wengine, aliongelea aina kama mbili za watu. Akasema kuna wale ambao ni watumishi kabisa wa uongo wa Shetani. Hao pia tunaanza nao, ambao ni mbwa mwitu waliovaa ngozi za kondoo. Leo tunachana kile kinachowafunika na kuwafanya onekane watumishi wa Mungu. Tunakichana uhalisia wao onekane, tabia zao zionekane, ile ngozi inayowafunika ili waonekane kama kondoo tunaichana. Tunaweka maovu yao hadharani. Bila kufunua uovu wao hawatakubali. Wengine hawatakubali, wataendelea kujikaza. Tunawagombanisha na watu, tunawahamisha, tunawatengenezea mazingira magumu Tanzania. Wahame, wakimbie, wengine wafe. Tunautuma upanga wa Bwana juu yao, wafe katika jina la Yesu. Mungu anakasirika kuona kanisa likiwa linaridhia hao watu. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kwa sauti tena katika jina la Yesu. Ukiwa umesimama sema katika jina la Yesu. Kuanzia sasa tunaomba kinyume na kila roho ya Yezebeli ndani ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Tengeneza duara hapa tuombe kwa pamoja. Tengeneza duara hapa tuombe kwa pamoja. Tengeneza duara hapa tuombe kwa pamoja kama jana. Tengeneza duara. Hii jambo tulishambulia kwa pamoja na kwa umoja. Sandaraka Mantara raba sandele koria raba saya. Riba baba sakandarararararaba. Na wale wa mtandaoni endelea kuomba kinyume na hii roho ya Yezebeli ndani ya taifa la Tanzania. Roho ya Yezebeli inaeneza zinaa. Roho ya Yezebeli inaeneza ushetani. Roho ya Yezebeli inahamisha watu kutoka kwenye imani ya Mungu na kuwarudisha kwenye imani ya vitu. Roho ya Yezebeli inaondoa watu kwenye msingi wa fundisho la kweli na kuhamishia watu kwenye mafunuo ya kishetani. Biblia inasema kwenye siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Anasema kutakuwa na roho zidanganyazo na watu watakuwa wakisikiliza mafundisho ya mashetani. Tunayafunga mafundisho ya mashetani kwenye mitandao, tunayafunga, tunayazuia, tunayafutia kibali mafundisho ya mashetani kwenye television, kwenye redio, tunayafutia kibali na kuyazuia katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti ya mamlaka katika jina la Yesu. Kwa sauti ya mamlaka tena katika jina la Yesu. Kuanzia sasa kila roho ya Yezebeli ndani ya taifa hili kwa jina la Yesu tunakuamrisha ng'oka kwenye nchi hii. Ng'oka katika jina la Yesu. Roho ya Yezebeli kwenye taifa hili tunakung'oa. Ng'oka, iachie Tanzania. Ng'oka, waachie Tanzania kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunatangaza kwa neno la Bwana ya kwamba leo ndio mwisho wako. Kauka huduma za uongo. Kauka, potea kuanzia leo
tunayafuta majina yenu Tanzania. Tunalaani kwa laana ya Bwana. Kauka, nyauka, enchi, andika habari za watu hawa ya kwamba hawatastawi tena, hawatainuka tena, hawatafanikiwa tena, hawatanganya tena. Nchi, andika habari za watu hawa ya kwamba hawatakuwa na matunda kuanzia leo. Wanakufa wao na mazao, wanakufa wao na redio zao, wanakufa wao na TV zao, wanakufa wao na mafundisho yao. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa silaha ya Bwana, kwa silaha za Bwana, tunaangusha kila ngome kwenye fikra za Tanzania, kila ngome kwenye fikra za Tanzania, ngome zilizojengwa na mafundisho potofu, ngome zilizojengwa na mafundisho potofu, anguka, anguka, anguka kwa jina Yesu. Anguka, anguka kwa jina Yesu. Nataka tuombe na kuzingoa huduma za watu hao na kuamrisha waondoke ndani ya Tanzania. Anza kuomba katika jina la Yesu. Anza kuomba katika jina la Yesu. Amrisha kwa mamlaka, amrisha kwa mamlaka. Mantara karaba yakaratarabama masaya kabaraba lirakarada basanda manda kapariata lishatarababa rakababa basanda yantama mama masaya likalababa rekeliatarababa esaparianda erakabadaba ekababa 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 rakabadaba panda rakaya manda kaparia rekataradaba esanda mama yantarakata yakatarababa ikabadada yakabadada rikanda rakasiria lindikatorada basaya manta barakadiata yekonta mana resapata yada da 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 yada da 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 yada da 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 yada da ba 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 rakasanda ba manda kapariata rebo sata na wapangua roho ya Yezebeli na kungoa roho ya Yezebeli, ng'oa kachia roho ya Yezebeli na Tanzania na kungoa ng'oka achia mioyo ya watumishi, achia mioyo inda kataba yantama mama kabadaba na kukamata roho ya Yezebeli na kuseta kuzimu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rakandanda yandanda sanda yandanda sanda lekalabara yantama mama rababa ekapariata esatabaraba rakadada rakababa mama sanda. Prayer Oma yandarababa ikandadada
ikandadadada, napangua kwa moto roho ya Yezebeli kwenye mitandao ya jamii. Unanyauka na kukauka, unanyauka na kukauka, unanyauka na kukauka. Ikakatoria rekakatarada eshanda manama yandadadada laradadada yantamamama rekopariata 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 rekopariata. Unanyauka, unang'oka, 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 unang'oka. Redadada, redadada, nakung'oa, nakung'oa. Hata mahali ndani ya Tanzania mafundisho ya uongo, manabii wa uongo, nakung'oa. Hapo haporomoka, haporomoka. Na huduma zenu naziporomosa, na huduma zenu naporomosa, nawaporomosa. Hayakatwa, 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 hayakatwa. Rekatoria yantaraba, yantarababa, yantarababa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wale wakiwa hai, moto wa Bwana uwameze. Wakiwa hai, moto wa Bwana uwameze. Wakiwa hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza kuliomba ile ombi, mwambie Bwana moto wake uwameze. Waitie moto, waitie moto, waitie moto kila mahali. 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 Amrisha moto, amrisha moto. Amrisha moto wa Bwana, moto wa Bwana. Roho kwenye madhabahu ya Bwana. Amrisha moto wa Bwana. Roho kwenye madhabahu ya Bwana. Moto wa Bwana uwale. Moto wa Bwana wateketeze. Moto wa Bwana wateketeze. Bado hujachoka shujaa ya Bwana. Shujaa wa Bwana, leo ni siku ya 3. Unaweza ukaomba zaidi ya hapo. Ukaomba kwa hasira zaidi ya hapo. Agiza moto, agiza moto. Agiza moto. Uzishukie madhabahu zao. Ziteketee kwa moto. Uzishukie huduma zao. Ziteketee kwa moto. Agiza moto wa Bwana. Wale 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 wale. Biblia inaniambia Walawi 10 mstari wa 2 ya kwamba moto wa Bwana ukawala. Nirudishie sauti pale juu. Moto wa Bwana ukawala, moto wa Bwana ukawala, moto wa Bwana ukawala, moto wa Bwana ukawala, moto wa Bwana wale kwa jina la Yesu. Kila mahali ndani ya Dar es Salaam, moto wa Bwana wale. Shana na kayata lekaraba baba. Walawi 10 mstari wa 2 anasema moto wa Bwana ukawala na wakafa, wafe na huduma zao, wafe na huduma zao, wafe na redio zao, wafe na TV zao. Hatuna wainulia mkono wa Bwana, hatuna wainulia mkono wa Bwana, hatuna wainulia mkono wa Bwana. Safari hii rushwa ina nguvu, safari hii rushwa ina nguvu. Hatuna wainulia mkono wa Bwana, mkono wa Bwana, mkono wa Bwana. Sandarakata rakapariakata yantandadada esabadaba radabadaba
radabadaba. Moto, moto, moto wa Bwana wakause, moto wa Bwana wakause. Ateketea, 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 ateketea huduma za uongo, ateketea. Rakakaka, 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 ikapariata, rekasata, rapakapa, yatatatata. Moto wa Bwana wateketeze, wateketeze hao wachumia matumbo, wateketeze hao waovu watendao maovu kwa jina la huduma, watendao maovu kwa jina la wito. Moto wa Bwana waende, moto wa Bwana waende. Afichua mambo yao, afichua mambo yao, afichua mambo yao. Rakasanana yantarababa erapakapa etaradadada yakakakaka. Waimbaji wa uongo tunafyeka kwa moto wa Bwana. Mitume wa uongo nafyeka kwa moto wa Bwana. Rasaya walimu wa uongo nafyeka, nafyeka kwa moto wa Bwana. Rasaya ekadabadaba, ekadabadaba. Kata, 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 kata. Hawa ambao wanalala na watoto wetu wa kike, hawa ambao wanaongoza kwa zina, wanatumia zina kuendesha huduma zao, fyeka, 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 fyeka. Hayata, hayata, hayata. Wanaochafua huduma ya unabii, fyeka. Wanaochafua huduma ya utume, fyeka, fyeka, fyeka. Hatuna wakausha. Nyauka, 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 akauka hilo kanisa. Hatuna lipugutisha hilo kanisa, nalipugutisha kwa jina la Yesu. Nasambaratisha washirika wenu, nasambaratisha, nasambaratisha. Achia, achia, achia. Rakakaka, 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 rakakaka. Ipapapari, itatakua, yatekete, rekepelia, eparasa, yatatata, yatatata. Hawa ndio wanaozuia, hawa ndio wanaozuia kazi ya Bwana kuendelea. Manabii wa uongo mnaoambatana na wachungaji rakataya wa kweli, leo tumejaa roho Bwana. Biblia inaniambia Petro, Paulo kwenye ile Matendo 16 ule mstari wa 17, Paulo akamkazia macho, akamwambia yule binti ya kwamba pepo aliye ndani yako na akuachie, na akuachie, na akuachie, na akuachie. Ule mstari wa 18, sarabababa rakabababa. Petro akasema na kuamuru kwa jina la Yesu, na kuamuru kwa jina la Yesu. Ewe roho ya unabii wa uongo, na kuamuru kwa jina la Yesu. Anguka, 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 anguka. Unaiachia Tanzania, unaiachia Tanzania. Nadhoofisha huduma zenu, nadhoofisha makanisa yenu, nadhoofisha, 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 nadhoofisha. Nawainulia matukio, matukio mabaya yawapate. Nawainulia matukio, matukio mabaya yawapate. Nyie watu wa uongo, manabii wa uongo, mnawachongea watumishi wa kweli mbele ya watu wenye mamlaka. Nyie manabii wa uongo, mnawachongea watumishi wa kweli wenye vinywa vya watu wakuu, wenye vinywa vya viongozi. Mnawachongea kwenye vikao vyao, mnawachongea kwa jina la Yesu. Upanga wa Bwana umeinuliwa tayari, upanga wa Bwana umeinuliwa tayari. Nawafyeka, 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 nafyeka hapo Morogoro, nafyeka hapo Mwanza, hapa Dar es Salaam nafyeka, nafyeka Dodoma, nafyeka Arusha,
nafyeka Mbeya, nafyeka. Tunawainulia watu wote ambao mliwahi kuwatendea mabaya, wote ambao mmewahi kuwadhulumu, wote ambao mmewahi kuwatendea mabaya, tunawainua katika jina la Yesu. Tunawainua waanze kupiga kelele. Wote mliowatendea mabaya, tunawainua waanze kupiga kelele, waanze kupiga kelele, waanze kupiga kelele, waanze kupiga kelele. Tunawainua wote mliowatendea mabaya, mkawaingilia kwa nguvu. Tunawainua wote mliowaibia, tunawainua waanze kupiga kelele, waanze kupiga kelele, waanze kupiga kelele. Matukio yenu ya siri tunayainua kwenye mitandao ya kijamii, tunayainua na kuyasukuma kwa nguvu za Roho wa Bwana, tunayainua na kuyasukuma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na habari zenu mbaya na uovu wenu na uchafu wenu, Bwana amesema anauanika kwenye kitanda, anauweka hadharani, anauweka hadharani. Bwana amesema halitasalia lolote ambalo halitaonekana. Sarabababa yataradadada. Wakati mnatoa kafara na Bwana alikuwepo. Tunaleta mambo yenu, tunaleta mambo yenu kwa washirika wenu, tunaleta mambo yenu kwa washirika wenu, tunaleta mambo yenu kwa washirika wenu katika jina la Yesu. Tunaleta mambo yenu kwa washirika wenu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na mambo yenu yaenee kama donda ndugu, yaenee kama donda ndugu. Habari zenu mbaya zienee kama donda ndugu. Habari za uovu wenu zienee kama donda ndugu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa 9. Nataka tuwafungue watu ambao wamefungwa, watu ambao wamefungwa kwenye madhabahu zao watu. Ufunuo 6 mstari wa 9 anasema, na alipofungua muhuri wa 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Na ninachotaka ni kwamba akaona chini ya madhabahu, maana yake roho za watu wanaotolewa kafara au kuchinjwa huwa zinakuaga chini ya madhabahu za hata hawa manabii wote wa uongo. Chini ya zile madhabahu zao kuna roho za kafara walizotoa chini ya zile madhabahu zao, kwa sababu inaonekana watu wakichinjwa roho zao zinaenda chini ya madhabahu fulani. Maana yake hao watu chini ya madhabahu zao kuna roho za watu zimefungiwa hapo, ziko hapo, zinapiga kelele. Na kwa sababu mtu sio mwili, mtu ni roho, maana yake roho za watu hazijafa. Wao walitoa kafara ya mwili, lakini roho za watu hazijafanyeje? Hazijafa. Mstari wa 10 anasema, hizi roho zikawa zinalia kwa sauti kuu zikisema, Mola mtakatifu wa kweli, hata lini kutokuhukumu? Maana yake zinamwambia Mungu kwa habari ya kuhukumu na kuipatia haki damu yetu juu yao au manabii wa uongo na mitume wa uongo. Kuna wengine wanatoa kafara za watoto, wanatoa kafara za washirika wanatolewa kafara kwenye hizo ibada zao. Kuna wengine wanatoa kafara za ndugu zao, wengine wametoa kafara za wanyama. Zile roho zote zinakuwa chini ya madhabahu. Tafsiri yake ni kwamba hatuwezi pia tukaziangusha madhabahu zao kama hatujaziokoa hizi roho kwanza. Kabla ya kuziangusha madhabahu zao, tuziokoe hizi roho kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari tuziokoe hizi roho ambazo zimefungwa chini ya madhabahu zao? Niwekea andiko la mwisho, kitabu kile cha Mwanzo 22 ule mstari wa 9. Mwanzo 22 ule mstari wa 9. Uone hata kabla hawajamtoa mtu kwenye madhabahu zao, huwa anamfunga kwanza huyo mtu, anamfungia kwenye madhabahu zao. Kuna mtu anaishi lakini maisha yake yamefungiwa kwenye madhabahu zao. Unaona yale matamko yao wanafanya watu watamke, wanaambia najiunganisha na madhabahu. Yale matamko ni maagano. Yaani wale watu wanaingia maagano bila wao kujua. Ile kusema najiunganisha na madhabahu hii kwa sadaka yangu,
kuunganisha zile roho za wale watu wote huwa zinakuaga chini ya hiyo madhabahu. Watu wote wale unaowaona. Anasema hivi, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko. Anasema akaziweka tayari kuni. Kisha akamfunga Isaka mwanawe. Akamweka juu ya nini? Juu ya madhabahu. Anasema na juu ya zile kuni. Maana Ibrahimu atalipotaka kumtoa mwanae sadaka, tafsiri yake ni kwamba kwenye kila madhabahu za watu kuna watu wamefungwa. Bila inasema Ibrahimu akamfunga Isaka mwanae akamweka juu ya madhabahu. Maana kuna watu ambao pia wamefungwa kwenye hizo madhabahu. Kinachozipa nguvu madhabahu zao ni roho za watu waliofungiwa hapo. Hao tunawaona 3,000, 2,000, 1,500, 700 vyovyote itakavyokuwa. Au asilimia kubwa kati yao unaweza kukuta wanaishi lakini roho zao zimefungwa zikafungiwa hapo chini ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuzifungue hizo roho. Andiko la mwisho Isaya 42 sura ya 22 anasema watu hawa ni watu walioibiwa. Watu hawa ni watu walioibiwa. Isaya 42 ule mstari wa 22. Watu hawa ni watu walioibiwa. Anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kufanyeje? Na kutekwa. Kuibiwa na kutekwa ni jambo ambalo linatokea bila hiari yako. Linatokea bila hiari yako. Maana kuna wengine bila hiari yao wamefungwa bila wengine hata bila kujua. Kuiba ni kutumia ila na kuchukua kitu cha mtu kisichokuwa cha kwako na kuanza kujimilikisha. Umeiba, umetumia nguvu. Na hiyo ni kazi ya shetani. Kwa hiyo kuna watu akili zao zimeibiwa, ndoa zao zimeibiwa kupitia hizo madhabahu, uchumi wao umeibiwa kupitia hizo madhabahu za watu. Anasema wote wamenaswa katika mashimo. Anasema wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kazi yetu ni rahisi, wa kusema rudisha umepatikana katika jina la Yesu. Kazi yetu ni kurudisha roho za kurudisha. Tunazichomoa roho za wote zilizoko chini ya hizo madhabahu zao, tunachomoa. Baba alitoa mfano jana, alitoa ushuhuda hapa jana, akasema alitoa ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alikuwa anatumika kwenye mambo ya giza. Akasema huyu mtu siku ya kwanza ameenda kwenye hayo mambo, wakampa nyama, wakamwambia ipeleke kaiweke pale kanisani, pale madhabahuni. Alipoiweka anasema mbwa wakatoka maeneo mbalimbali, wakaja usiku. Anasema na sasa hiyo ilikuwa ni ishara ya kwamba kama mbwa wanaweza kuruka, mbwa akatoka kwenye geti, kwenye fence, akaenda akaendele nyama, akamaanisha kwamba ndivyo ambavyo watu watamjia huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale mambo yaliyochimbiwa kwenye madhabahu zao tunafukua, tunachomoa. Roho za watu tunafukua, tunachomoa. Misukule walioitoa ili kuendesha huduma zao tunawaita, tunawarudisha kutoka kule walipo. Uko tayari tuombe? Nasema tena uko tayari tuombe? Are you ready? Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kwa sauti tena katika jina la Yesu. Kuanzia sasa tunaamrisha kila roho zilizofungwa chini ya madhabahu. Kuanzia sasa tunaamrisha kila roho zilizofungwa chini ya madhabahu za manabii wa uongo na mitume wa uongo na makanisa ya uongo na huduma za uongo. Kila roho zilizofungwa kwenye hizo madhabahu tunazifungua, ziachiliwe kuanzia sasa, ziachiliwe. Kila roho za washirika zilizofungwa kwenye hizo madhabahu ziachiliwe, tunazifungua kwa jina la Yesu. Waliofunga roho za watu kwa manuizo, waliofunga roho za watu kwa ishara, kwa jina la Yesu, waliofunga roho za watu kwa manuizo tunazifungua. Waliotumia mchanga wa mahali kujengea madhabahu zao kama ishara ya kwamba watu wote watawaendea, tunaangusha hizo madhabahu. Anguka kwa jina la Yesu. Anguka kwa jina la Yesu. Kila roho iliyofungwa kwenye madhabahu, kila roho iliyofungwa kwenye madhabahu, kwa jina la Yesu tunaifungua. Roho za watoto tunazifungua kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu tunasafiri kwenda kila mahali ilipo madhabahu yoyote ya giza. Tunasafiri kwenda kila mahali ilipo madhabahu ya nabii wa uongo, ya mwalimu wa uongo, ya kuhani wa uongo,
ya mtume wa uongo, kwa jina la Yesu, ya mtumishi wa uongo, hatunaenda kwenye madhabahu zao, hatunafungua. Kila roho iachiliwe, kila roho ya mtu iliyofungwa kwenye madhabahu zao, achiliwa, 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 achiliwa kwa damu ya Yesu, achiliwa kwa damu ya Yesu, achiliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafungua roho za kina mama zilizofungwa kwenye madhabahu, naachilia roho za kina mama zilizofungwa kwenye madhabahu. Achia, 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 achia roho zao, achia, achia roho zao, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nikuone ukifungua na kurejesha roho za watu wao, nikuone ukifungua. Hakuna watoto ambao roho zao zimefungwa kwenye madhabahu, kuna vijana ambao roho zao zimefungwa kwenye hizo madhabahu. Nguvu ya madhabahu zao zinachangiwa na kiasi cha roho zilizofungiwa hapo. Leo naenda kama malaika wa Bwana, naziendea hizo madhabahu. Shaka baba, wilaya Nondoni, naenda wilaya ya Ubungo, naenda wilaya ya Temeke, Ilala na Kigamboni kwa jina la Yesu. Naenda kule Chanika, Rakasata ya Tarabaraba ya Bakasia Lekali ya Barada Esaniata Rekakakata ya Tatata Rakakaka ya Kaparia Zakadada ya Kabababa. Nafungua rozat, nafungua rozat zilizofungwa kwenye madhabahu, nafungua hapo ilipojengwa hiyo madhabahu. Iwe amejenga madhabahu milimani, leo naenda nafungua. Iwe hiyo madhabahu ipo kwenye mto, naenda nafungua. Iwe hiyo madhabahu ipo kwenye mlima, naenda nafungua. Achiwa, 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 achiwa. Hiyo madhabahu hiyo iko makaburini, naamrisha roho za watu ziachiliwe. Omba ukipiga makofi, omba ukipiga makofi. Amrisha ziachiliwe, amrisha ziachiliwe. Shanana rababa yatalaba ekabababa. Inaonekana roho za watu hazijafa. Nafungua, 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 nafungua. Sadadadada, 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 sadadadada. Fungua. Kuna ndugu zako wamefungwa hapo, kuna mashangazi wamefungwa, kuna wajomba zako wamefungwa, kuna ndugu zako wamefungwa kwenye hizi madhabahu. Wamefungwa, tunafungua. Wamefungwa, tunafungua. Sema nafungua, sema nafungua, sema nafungua, sema rudisha, rudisha, rudisha. Ekabadadadaba yakabadadaba ikasopatelia rekepaliakata. Luka 11:21-22 anasema tunaiendea hii nyumba ya huyu mtu mwenye nguvu na kumkamata na kumfunga. Tumewafunga manabii tayari, tumewafunga kwenye ulimwengu wa roho, tumewafunga kwenye ulimwengu wa mwili, na sasa ni muda wa kuyachukua mateka yao, na sasa ni muda wa kuzigawanya nyara zao, na sasa ni muda wa kufungua roho zilizofungwa. Tunafungua Watanzania waliofungiwa hapo, waachiliwe, 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 waachiliwe. Apiga kelele, sema achia, sema achia, sema achia, sema madhabahu achia, madhabahu achia, madhabahu achia, achia. Endelea kuomba. Yataradada, yataradada,
tunaenda kila mahali, kwenye kila mkoa, tunakuamrisha we madhabahu ya giza, achia roho za watu, achia roho za watu, achia roho za watu, achia roho za watu. Rakatata yakababa yashataraba repakaparia 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 ekatalapa esatata rakaka zatatata. Nyang'anya 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 kwa jina la Yesu. Nyang'anya roho za watu, nyang'anya kwa jina la Yesu. Yagawa mateka yao, yagawanye mateka yao. Watanzania waliofungwa kwenye hizo madhabahu zao, hatuna wachomoa. Viongozi waliofungwa kwenye hizo madhabahu zao, hatuna wachomoa. Wabunge waliofungwa kwenye hizo madhabahu zao, mawaziri waliofungwa kwenye hizo madhabahu zao, hatuna wachomoa, hatuna wachomoa na kuwarudisha hapa kwenye madhabahu ya Bwana. Hatuna wachomoa. Wakurugenzi waliofungwa kwenye hizo madhabahu zao, wakuu wa wilaya na mikoa, sandaraka rakakapa yatarada ekapalia yashanana yandana yandana yandana. Hawa wanaachia 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 wanaachia. Yule Elima mchawi, jina lake ba Yesu, alikuwa anatembea na Paulo Segio aliyekuwa kiongozi. Naamrisha kwa jina la Yesu, roho za viongozi zinaachiliwa kwenye madhabahu. Piga kelele, sema achia. Piga kelele, sema achia. Sema achia, sema achia. Wabunge achia. Nikisema unasema achia. Wabunge, mawaziri, wakuu wa mikoa, wafanya biashara, vijana, wazee, majaji, achia, achia, achia kwa jina la Yesu. Tunaamrisha achia, achia viongozi wa serikali, we madhabahu achia. Sema achia, sema achia. Hebu kwa dakika moja warudishe viongozi waliokamatwa na hizi madhabahu, warudishe viongozi waliokamatwa na hizi madhabahu. Yasata lakabadada 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 lakabadada. Kazi moja hapo ambayo Petro aliifanya, alimwendea Elima, akamwamrisha Elima kasata, akamwamrisha Elima. Elima akamwachia Segio Paulo, akamwachia Segio Paulo, akamwachia Segio Paulo. Satatata rakakaka epalia ya achia, achia. Madiwani wetu hatunawafungua, hatunawafungua. Matendo 13 ule mstari wa 12 wa 12 ule mstari wa 12, zakata rakaka ekaparia. Ndipo yule liwali alipoyaona aliyotendeka, akamwamini Bwana. Arasaya 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 asatalaba akabadadada yakaradabadabada. Hakuna wengine tunatumia nguvu kama ambavyo Daudi alinyang'anya kondoo kwenye vinywa vya simba na dubu. Achia, 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 achia wafanyakazi wa serikali ambao roho zao zimefungwa kwenye madhabahu za manabii, kwenye madhabahu za mitume. Achia, 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 achia. Waimbaji ambao roho zao zimefungwa, achia. Shabadaba rabaraba 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 rabaraba. Sema achia, sema achia, sema achia. Achia roho zao, achia roho zao, achia akili zao, achia nafsi zao, achia. Ngoja nikupe andiko la mwisho. Ngoja nikupe andiko la mwisho.
halafu tuamrishe nafsi zao watu ziachiliwe, akili zao watu ziachiliwe, roho zao watu ziachiliwe, fahamu zao watu ziachiliwe, na kila uchawi unaofanyika kinyume nao leo tunawafungua, wanaachiliwa. Sema wanaachiliwa. Piga kelele, sema wanaachiliwa. Piga kelele, sema wanaachiliwa. Sema wanaachiliwa. Sema tena wanaachiliwa. Sema tena wanaachiliwa. Wanaachiliwa katika Yesu. Sharabadaba. Mandarakaradadash. Wafalme Wafalme wa kwanza. Sarabababa. Wafalme wa kwanza. Yakarabababash. Araboboshaka. Rekaradadadadash. Sura ya kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya kwanza. Shandara karababa. Jekeriadabosataraba. Mstari wa 50. Adonia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anataka kuuawa na Suleiman. Adonia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anataka kuuawa na Suleiman. Biblia inasema Adonia naye akaogopa mbele ya Suleiman, akaondoka akaenda akazishika pembe za madhabahu. Mstari wa 51 anasema akaambiwa Suleiman kusema, tazama Adonia ameogopa mfalme Suleiman, kwani tazama amezishika pembe za madhabahu, akisema mfalme Suleiman na aniapie leo kwamba hata niua mimi, anasema hata niua mimi mtumwa wake kwa upanga. Mstari wa 52 akasema Suleiman, akionekana kuwa mtu wa kweli, hata unywele wake hautaanguka chini, la uovu ukionekana ndani yake atakufa. Mstari wa 53 anasema basi mfalme Suleiman akatuma watu akamteremsha toka madhabahuni, naye akaja akamuinamia mfalme Suleiman, naye Suleiman akamwambia, enenda zako nyumbani mwako. Nachotaka ukione hapa ni kwamba huyu Adonia alikimbilia kwenye madhabahu ili asiweze kuuawa. Kuna watu wengine ambao wanashikilia nafasi za serikali kwa sababu wameshikiliwa na hizi madhabahu za uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameshikiliwa na hizi madhabahu za nini nimesema? Za uongo. Bwana asifiwe. Sasa huyu Adonia yeye aliachiliwa. Mfalme alituma watu wakamchomoa kutoka pale madhabahuni na Adonia akufa. Lakini ukienda hiyo Wafalme wa kwanza hiyo sura ya pili, hiyo wa kwanza sura ya pili, ukianza mstari wa 45 na 46, anasema ila mfalme Suleiman atakuwa amebarikiwa katika kicha. Ukitokea juu utaona kuna mtu mwingine hapa ambaye naye pia alikimbilia kwenye madhabahu. Na alipokimbilia kwenye madhabahu, sura 45 anasema ila mfalme Suleiman atakuwa amebarikiwa na kiti cha enzi cha Daudi kitathibitika mbele za Bwana hata milele. Anasema na basi mfalme akamwamuru Benaya mwana wa Yehoyada, naye akatoka akampiga hata akafa. Na anasema nao ufalme ukawa imara mkononi mwa Suleiman. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi mstari ya juu utaona huyu ndugu naye pia alikimbilia kwenye madhabahu. Ila huyu alikuwa ni mwovu akakimbilia kwenye madhabahu. Haleluya. Sasa nachotaka tukiombe ni tuamrishe kuanzia sasa, kila ambaye anajishikilia kwenye hizo madhabahu za uongo, anajishikilia kwenye hizo madhabahu au anashikiliwa na hizo madhabahu, na kama sio mwenye haki, ukirudi mstari wa nyuma ile sura ya kwanza tumeona Adonia alikuwa ni mwenye haki, kwa hiyo alimshusha na wakamwacha akaishi. Lakini hii sura ya pili, huyu wa pili alishushwa na akauawa. Huyu aliuawa pale pale, walimpigia pale pale akafia pale pale madhabahu. Walimpigia pale pale akafia
pale pale madhabahuni. Kwa naangalia mstari wa juu hapa. Walimpigia pale pale, akafia pale pale madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Shandarakaya. Mstari wa Mstari wa 28. Mstari wa 28. Anasema tena habari zikamfikia Yoabu, kwa maana Yoabu alikuwa amemfuata Adonia. Anasema ingawa hakumfuata Absalom, Yoabu akakimbilia imani kwa Bwana, akazishika pembe za madhabahu. Anasema akaambiwa mfalme Suleiman ya kwamba Yoabu amekimbilia imani kwa Bwana, naye tazama yuko madhabahuni. Ndipo Suleiman akamtuma Benaya mwana wa Yehoyada akisema, enenda umpige. Mstari wa 30 anasema basi Benaya akaja imani kwa Bwana, akamwambia mfalme, asema hivi, njoo utoke. Naye akajibu la. Anasema akajibu la, sivyo, ila nitakufa papa hapa. Naye Benaya akamletea mfalme habari hiyo akisema, hivi ndivyo alivyonena Yoabu na ndivyo alivyonijibu. Mfalme akasema, fanya kama alivyonena, umpige ukamzike, ili uondolee mimi na nyumba ya baba yangu damu aliyoimwaga Ahabu bure. Tafsiri yake ni kwamba kila ambaye ni muovu na anaendelea kujishikilia na hizo madhabahu, tunampiga afia hapo hapo. Afia hapo hapo. Kila ambaye ni muovu na hataki kuchomoka kwenye hizo madhabahu za giza, hataki kutoka. Hapa naongelea pia wa manabii wote ambao hawataki kutoka kwenye hizo madhabahu, kwenye hizo biashara za uongo, tunatangaza wafe katika jina la Yesu. Nasema tunatangaza wafe katika jina la Yesu. Tunatuma malaika wa Bwana wawapigie hapo hapo madhabahuni katika jina la Yesu. Watu wakiwa hapo hapo madhabahuni wataanguka. Wengine wakiwa pale pale madhabahuni, ghafla stroke itamkamata. Akiwa hapo hapo madhabahuni, ghafla ataanguka tu ghafla na kupotelea hapo hapo katika jina la Yesu. Kama ambavyo Yoabu aliangukia pale pale madhabahuni, tunaamrisha na wao kwenye hizo madhabahu zao, wakiwa hapo hapo madhabahuni, waangukia hapo hapo kwa jina la Yesu. Hapo ambapo walitolea kafara za wengine, na ya kwao itolewe wakiwa hapo hapo katika jina la Yesu. Hapo ambapo wamemwagia damu ya mwingine, na damu zao zimwagikie hapo hapo katika jina la Yesu. Tunatangaza na za kwao zimwagikie hapo hapo katika jina la Yesu. Kwa dakika chache tumwambie Bwana awainue watumishi wote wa kweli. Awainue watumishi wote wa kweli, na sauti zao zianze kusikika. Wale ambao wamebeba ujumbe wa kizazi hiki na ujumbe wa taifa hili, sauti zao zianze kupenya. Wale ambao wamebeba ujumbe wa kizazi hiki na ujumbe wa taifa hili, sauti zao zianze kupenya. Na sio tu wainuke, Wafalme wa kwanza 13, na sio tu wainuke, lakini wainuke, Mungu awainue kwa ishara nyingi, kwa miujiza mingi, kwa ajabu nyingi, na kwa uthibitisho mwingi. Wafalme wa kwanza 13 anasema kuna kijana mmoja, kijana alikuwa anaitwa nabii kijana, akatoka akaenda akatoa ishara, na kila alichokisema kikawa hivyo hivyo. Mfalme Yeroboam alipoinua mkono kumnyoshea yule kijana, bila anasema Wafalme wa kwanza 13 mstari wa 4, anasema ikawa mfalme Yeroboam aliposikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli. Huyu mtu wa Mungu alikuwa anaongelea kwenye madhabahu. Anasema mfalme alinyoosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Mfalme alisemaje? Mkamateni. Anasema basi ule mkono wake alionyosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Hakuweza kurudisha kwake tena. Ninachokitaka ni kwamba Mungu awathibitisha watu wake kwa ishara. Na niwaambie tu ukweli, watu wa Mungu, hao watu ambao Mungu tunaenda kumuomba Mungu awainue na kuwatambulisha hapa, miongoni mwao yuko baba yetu. Na watu wa hivi hawakamatiki kwa sababu Mungu aliyewatuma kulisema neno lake ndio Mungu ambaye pia anaweza akawatuma watamke neno na mkono wa mtu ukatike, watamke neno na uhai wa mtu ukatike. Huyo Mungu aliyewatuma kusema ndio Mungu aliyeshikilia uhai wenu.
Tafsiri yake ni kwamba ukijaribu kushindana nao, unajaribu kushindana na Mungu aliyewatuma. Huyu mfalme wakati anamnyoshea, alihisi anamnyoshea kidole huyu kijana nabii. Tena anaitwa kijana. Alihisi anamnyoshea kidole huyu kijana nabii, lakini Biblia inasema mkono wake ukakatika pale pale katika jina la Yesu. Mkono ukatika ni ishara ya kwamba hawezi kushika, hawezi kukamata, kwa sababu ili mtu akushike lazima akushike kwa mkono. Ili mtu akukamate lazima akukamate kwa mkono. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti tena katika jina la Yesu. Ninatangaza kuanzia sasa kwa jina la Yesu, yoyote anayenyosha kidole kuwanyoshea watu wa Mungu wanaoisema neno la Mungu kwenye taifa na kwenye kizazi hiki, kwa jina la Yesu, kile kidole na ule mkono tunaukata. Malaika wa Bwana, kata mikono yao wasiweze kukamata. Kata mikono yao wasiweze kushika. Kata mikono yao kwa jina la Yesu. Yoyote ambaye atajaribu kuwazuia watu wenye neno la Bwana kwenye majira haya, kwenye Tanzania mpya, kwa jina la Yesu, mikono yake ikatike, miguu yake ikatike kwa jina la Yesu, kichwa chake kikatike kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, wakatike, wakatike, wakatike kwa jina la Yesu, wakatike kwa jina la Yesu. Ngoja nikuongezea andiko lingine la mwisho. Watu wazuili katika jina la Yesu. Na nataka nikuonyeshe mfalme alishindwa kumzuia huyu nabii. Kumbe watu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu. Hebu piga makofi kwa ajili ya baba yangu kwanza, alafu nitakwambia kwa nini. Huyu mfalme alishindwa kumzuia huyu nabii kijana. Ukienda mstari wa 6, anamwambia yule nabii kijana amuombe rehema kwa Mungu. Anasema mfalme akajibu akamwambia mtu wa Mungu, niombe, umsii Bwana uniombe nirudishie mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwombea. Maana yake hao watu wa Mungu waliotumwa na Mungu, wafalme hawezi kuwazuia. Watu wenye mamlaka hawezi kuwazuia. Kilichomzuia huyu ndugu sio serikali. Kilichomzuia ni watumishi wenzake wa Mungu. Ukienda mbeleni utaona kuna nabii anaitwa nabii mzee, ndo anayetumika kumuua huyu kijana na kuiua hatima yake. Maana yake ni kwamba inawezekana mfalme baada ya kurudishwa mkono aliwaza tufanyeje sasa, akatafuta mtu wa nyumbani mwake, akatafuta mtu wa karibu ambaye ana uzoefu kwenye hayo mambo. Na ndio maana baba amesema tuanze na manabii wa hivi. Tumewafyeka kwa jina la Yesu. Nasema tumewafyeka kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Yoyote ambaye utatumiwa kwa hila kuwazuia watu hao wa Mungu wenye ujumbe wa Mungu kwenye majira haya, uanguke kwa jina la Yesu. Uanguke kwa jina la Yesu. Hata wale Mafarisayo na Masadukayo na makuhani hawakuweza kumkamata Yesu mpaka walipomtumia Yuda. Maana yake katika majira haya pia kuna watu wa kanisani watakuwa wanatumiwa na waovu kwa ajili ya kuzima watu wa Mungu. Na kwa dakika chache twende tukawanyoosha watu, tuwanyooshe vizuri, tuwanyooshe vizuri kwa prayer, tuwakandamize vizuri kwa nguvu ya Mungu. Hawa watu wanashirikiana na watu wa nje kupitisha ajenda za shetani kwenye kanisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, yoyote ambaye anatumiwa kutokea kanisani kupitisha ajenda za waovu kwenye kanisa, leo upanga wa Bwana uwe juu yako. Leo upanga wa Bwana uwe juu yako. Tunakufyeka kwa damu ya Yesu. Kabla hujaondoka na uhai wa mtu wa Mungu, uhai wako unaondoka. Kabla hujamdhuru huyo mtumishi wa Mungu, uhai wako unaondoka. Uhai wako unaondoka. Nataka washambulie kwa dakika chache. Washambulie kwa jina la Yesu. Washambulie kwa jina la Yesu. Kama ambavyo Yuda alitumika rasataya yakatadada rakapalasia yantandanama rakabababa esatata
rakatata ratatata masaparia rakataliata rakataliata ikapariakata rababababa rababababa rababababa. Watu wote wa ndani watakaotumiwa kwenye makanisa ili kuangusha wachungaji wao, ili kuangusha watu wao wa Mungu, nafyeka na waangusha wao kwanza, na waangusha wao kwanza. Wanaotumiwa kuwapelekea vyakula vyenye sumu, wanaotumiwa kuwapelekea vinywaji vyenye sumu, wanaotumika kuwapelekea sumu, anguka, anguka. Anawaua kwa upanga, anawaua kwa upanga, anawaua kwa upanga, anawaua kwa upanga. Masayata rakakakaka masaparia rekasata. Biblia inaniambia Yesu alidili na wale askari waliokuja kumkamata, alidili nao kwa upako. Upako uliojua watu wa Mungu. Unaweza ukadili na askari wanaotuma kwa ajili ya kudhuru, lakini upako haukumwangusha Yuda. Upako haukumwangusha Yuda. Upako haukumwangusha Yuda. Yuda anahitaji kupigwa kwa moto. Moto wa Bwana ukutafune watu aina ya Yuda walio kwenye nyumba za ibada, ambao mmeamua kutumiwa na watu wa giza kwa ajili ya kuangusha watu wa Mungu, kwa ajili ya kuzima sauti zao. Anguka, 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 anguka kwa damu ya Yesu. Anguka kwa jina la Yesu. Anguka kwa jina la Yesu. Anguka, anguka, anguka. Sema na waangusha kwa jina la Yesu. Sema na waangusha kwa jina la Yesu. Yoyote ambaye umejitoa ili kupitia wewe watu wa Mungu waanguke na kuangusha, na kuangusha, naimwaga damu yako, naimwaga damu yako kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Na imekuwa katika jina la Yesu. Nasema na imekuwa katika jina la Yesu. Ukisoma Waamuzi sura ya 4, Waamuzi sura ya 4 utaona kuna mfalme mmoja. Maana yake hao watu wakikosa wanaanza kutumia watu wa karibu. Waamuzi sura ya 4, Waamuzi sura ya 4 utaona kuna mfalme mmoja anaitwa Sisera, ambaye Biblia inasema Sisera wakati Baraka na Debora wanapigana vita, Sisera alikimbia. Kuanzia mstari, mimi nataka mstari wa 20 wa 19. Kuanzia mstari wa 17. Kuanzia mstari wa 17. Anasema lakini Sisera akakimbia kwa miguu akafika hema ya Yaeli mkewe Heberi Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini na mfalme wa Azori na nyumba ya Heberi Mkeni. Haya, kienda mstari unafuata anasema Yaeli, huyu mwanamke ambaye sasa mfalme huyu Sisera alikuwa anakimbilia kwake. Sisera alikuwa ni mfalme. Wakati anakimbilia akamkaribisha, mstari wa 18 anasema Sisera akamkaribisha akamwambia karibu bwana wangu. Akamkaribisha akaingia imani mwake, anasema naye akamfunika kwa bushuti. Akamfunika, anasema he covered him with a mantle. Akamfunika na shuka zito. Ukienda mstari wa 20 akamwambia sasa wewe simama mlangoni, kisa itakuwa utakapomwona mtu yeyote atakayekuja kuuliza mambo yangu, anasema umwambie mimi sipo hapa. Sasa mimi ninachokitaka, mstari wa 21 anasema ndipo Yaeli mkewe Heberi akakitoa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole mfalme huyu akiwa amelala kwenye nyumba yake. Anasema akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani. Maana kikapenya kutokea juu mpaka kikatokea huko nyuma mpaka kikaingia chini. Anasema kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika, akazimia, akafa. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Yoyote wa karibu, yoyote wa kanisani utakayetumiwa, ambaye umejitoa kwa ajili ya kutumiwa na waovu ili kuwazima watumishi wa Mungu, ili kuwajeruhi, ili kuwadhuru, tunakupasua kwa jina la Yesu. Tunakuangusha kwa jina la Yesu. Tunakupoteza
kwa jina la Yesu. Tunakuangusha kwa jina la Yesu. Watu wa aina hii ni watu wa aina ya Eli. Yaeli alimuua mfalme ambaye ukirudi juu alikuwa amempokea vizuri na akamficha vizuri na akampa blanketi nzuri. Mfalme akalala kwenye kitanda chake, lakini bado Yaeli ndo alikuwa wa kwanza kumuua mfalme. Tumekataa hiyo kwa jina la Yesu. Bwana, asante kwa kuwa umezungusha ukuta dhidi ya hao watumishi wako. Hakuna cha kuwazuru, hakuna cha kuangusha, hakuna cha kuwazuia, hakuna cha kuzuia mapenzi yako kwenye Tanzania mpya. Hakuna cha kuzuia mapenzi yako ndani ya mwezi huu wa 5, ndani ya mwezi wa 6, ndani ya mwezi wa 7. Hakuna cha kuzuia mapenzi yako. Yoyote ananyosha mkono ikatike, mikono ya ovu ikatike. Wote ambao wanajaribu kuzuia, Bwana Yesu na wazuia wao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu mpe Bwana shukrani kwa haya maombi kwa dakika chache hizi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa Bwana Yesu nakushukuru, tunakushukuru kwa kuwa watu wao wameangoka na miungu yao ya kigeni walioileta Tanzania. Hawa manabii wa uongo imeondoka kwa jina la Yesu, na miungu yao ya migeni na mizimu walioileta ndani ya taifa hili kutoka kuzimu, na roho za giza walizozileta kutoka kuzimu, na uchawi mpya walioleta kutoka kuzimu, kwa mamlaka ya jina la Yesu umekosa nguvu kuanzia leo. Hawezi tena kwa nguvu za Roho Mtakatifu, hawezi tena kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kuanzia umeanguka. Kila madhabahu ya giza umeanguka katika jina la Yesu. Kila madhabahu ya giza umeanguka katika jina la Yesu. Umeanguka katika jina la Yesu. Umeanguka katika jina la Yesu.